الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الإيمان والإسلام، أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kizangu wa Kiislamu, hakuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kumtakia ziada za rehma kipenzi wetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikhwata al-iman wal islam, leo tunaona tuzungumzie jambo ambalo ni muhimu sana, linagusa katika maisha ya binadamu kwa ujumla. Yani linagusa maisha ya viumbe wote wa umuman, lakini pia linagusa maisha ya Waislamu hasatan. Ndugu zangu wa Kiislamu, katika jambo ambalo leo hii Waislamu wanalalamika sana ni mmomonyoko wa maadili katika mujtama. Mmomonyoko wa maadili kwa watu wanalalamika, serikali zinasikitika, mashehe wanasikitika kwa sababu wa mmomonyoko huu wa maadili. Na jambo hili hupelekea ndo mujtama ukawa kuna watu ambao hawawezi kuangaliwa katika jicho lilokuwa zuri, kwa maana tunaweza tukazalisha wizi, tunaweza tukazalisha vibaka na wengineo. Haya yote ni sababu yake ni mmomonyoko wa maadili. Ndugu zangu wa Kiislamu, maadili ambayo kwa Kiarabu tunaita tarbia ni jambo ambalo muhimu sana. Allah subhanahu wa ta'ala amelitengeneza hili suala au ameliweka wazi hili suala kwenye vitabu vyake. Lakini pia Allah jalla jalalu yeye mwenyewe ameanza kuwalea manabii wake ili mradi tu waweze kuleta dini yake vizuri. Ndugu zangu wa Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala alipomfundisha Nabii Allah Adam alayhi salatu wassalam manhaj ili aweze kujua namna gani anatakiwa aje kufanya, pale alipomwambia wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaika, Allah subhanahu wa ta'ala kumfundisha yale majina. Katika tafsiri nyingine kumfundisha zile lugha, alitaka kumpatia kitu ambacho ataweza kuwa ni communication baina yake yeye na waja atakaokuja. Hii ni tarbia. Ndugu zangu wa Kiislamu, hii ni tarbia kwa sababu tarbia kama alivyosema Imam al-Baghawi Abdullah ibn Umar katika tafsiri yake al-Baydawi, Imam al-Baydawi afwan, katika tafsiri yake Tanwiru al-Anwar wa Asrar al-Ta'wil, kiwa sijakosea, anasema katika maana ya tarbia, anasema tarbia maana yake ni nini? Ni tablighu shay'i ila akmalil wajhi shay'an fa shay'an, au tablighu shay'i ila ikmalu au ila ikmali, ni kufikisha kitu katika njia ambacho au katika njia ambayo kuikamilisha kile kitu shay'an fa shay'an, yani tadarrujan, kidogo kidogo. Kwa hivyo ndugu zangu, hivi ndivyo ambavyo Imam al-Baydawi anatuelezea namna ya tarbia, namna ambavyo tarbia inatakiwa iwe. Na tarbia umuman inaanza utotoni, tarbia inaanza udogoni, ndipo ambapo ukubwani itakuwa ni yenye kusuluhu. Lakini tarbia itakapokuwa haiko vizuri udogoni, basi pia hivyo hivyo ukubwani haitoweza kufanyaje kunufaisha. Kwa maana bwana mmoja akasema maneno yake mashuhuri, anasema kad yanfa'u al-adabu al-awlada fi sigharin wa laysa yanfa'u min ba'di au wa laysa yanfa'u al-kibaru min ba'dihi. Yani adab, tarbia huenda ikamnufaisha mdogo, lakini pia kwa mkubwa ni nadra sana. Na ndio maana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kuonesha namna ya tarbia inavyokuja au namna ya tarbia inavyokuwa, akatuelezea kwamba namna gani tutawaelekeza vijana wetu katika udogo wao. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatwambia, muru auladakum bisalati wa hum abna'u sab'i, yani waamrisheni watoto wenu ile hali katika umri wa miaka 7. Bali akatoa maagizo mengine, ikifika hatua mtoto atakuwa bado hajaadabika kuhusiana na tarbia iliyokuwa njema ya kuswali, basi akifika miaka 10 anatakiwa afanyaje? Aweze kuadabishwa. Hii ni tarbia, ndugu zangu wa Kiislamu.
Kwa hiyo umuman tarbia itakapokuwa nzuri katika mujtama, basi pia vijana watakuwa ni wenye kuongoka, pia vijana watakuwa ni wenye kusuluhika, pia vijana watakuwa ni wenye kusimama katika njia iliyokuwa nzuri. Lakini hii tarbia pindipo itakapo sahaulika, pindipo itakapokuwa haionekani ya maana, basi hivyo hivyo mujtama utaweza kufasadika sana. Na miongoni mwa mambo ambayo pengine wazazi, mashehe na wengineo hata katika saha ya hukama pengine wanaweza wasiangalie sana katika njia hiyo, lakini miongoni mwa njia mbaya na njia hatari sana, huenda mwanadamu akaondoka katika njia iliyokuwa imenyooka kwa namna moja au nyingine kwa haraka sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitupatia picha nzuri ya kwamba kullu mauludin au ma min mauludin yuladu illa ala alfitra, hakuna kiumbe kinachozaliwa, hakuna mwanadamu anayezaliwa isipokuwa anazaliwa katika fitra iliyokuwa salima, katika mwongozo uliokuwa mzuri kabisa. Sasa wazee wake fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi, baba yake au wazee wake au mujtama wa hawa watu wa huyu kijana wanaomzunguka ndio wanaweza kumtoa katika ile njia iliyokuwa salimu. Sasa hapa tunapata kwamba nani ambaye kijana wako, nani ambaye rafiki yako, ni nani ambaye ndugu yako anasuhubiana na watu, mujtama ule ulivyo ni mujtama wa aina gani. Hatuwezi tukasema mujtama ukawa fashi halafu tukampata kijana ambaye ni natij katika yani katika hali iliyokuwa nzuri. Ni shibhu mustahili, yani ni jambo ambalo linawezekana likawa lisiwezekane, kwa sababu mujtama wenyewe haupo katika namna nzuri, jamii yenyewe haipo katika suluhu. Hivyo hivyo tunamtaka kijana atoke katika njia nzuri. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuambia almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Dini hii ya Uislamu ipo katika mwenendo wa yule sahiba wako, mwenendo wa yule rafiki yako, anaenda katika mwenendo gani? Almar'u ala dini khalili, yani mtu yupo katika dini ya ndugu yake, yupo katika dini ya rafiki yake. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akatoa irshad kwamba angalieni nani au mmoja wenu aangalie nani anamfanya rafiki. Ndugu zangu wa Kiislamu, rafiki katika Uislamu amezingatiwa, ni mtu mkubwa sana, ni mtu mwenye thamani katika Uislamu. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi al-Qudsi akasema wajabat mahabbati almutahabbina fiya, yani wamepata mapenzi yangu wale ambao wanopindana kwa ajili yangu. Bali hao wanaopindana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla jalaluhu atawaahidi yani kivuli, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa siku hiyo, au isipokuwa kivuli hicho. Ndugu zangu wa Kiislamu, katika miongoni mwa sababu ambayo huenda tukasema ni sababu mama ya kijana kutoka katika maadili yaliyokuwa mema, basi ni marafiki zake, wale ambao wanasuhubiana nao. Na haijapata hapo kutokea kijana akaanza kuvuta sigara au akaanza kutoka katika maadili mema, isipokuwa pembezoni mwake utakuwa kuna mtu alimshawishi, pembezoni mwake kuna mtu alimjaribu ili afanye yale mambo na mengineyo katika mukhaddarat wa na'yadhu billah. Kwa hivyo ndugu zangu wa Kiislamu, tujiangalie nani ambaye unasuhubiana naye. Taraf ibn Abd alikuwa anasema katika maneno yake mashuhuri, anasema عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. Usimuulize mtu, yani ukitaka kumjua mtu usimuulize wewe ni nani, bali muulizie rafiki yake huyu ni nani, kwa sababu marafiki kwa juu ya rafiki mwenziwe huwa ndo mukarana, wako pamoja, wanasuhubiana nao na anamuathiri, kwa sababu as-sahibu sahib, sababu rafiki ana power kubwa sana ya kuweza kumuondoa mwenziwe katika njia, kumuondoa mwenziwe katika maadili yaliyokuwa mazuri. Ndugu zangu, tarbia tukirudi tunasema kwamba ni jambo mama, ni jambo ambalo sasa hivi tumepata yani jambo kubwa, msiba mkubwa, kwamba maadili ya vijana wetu yameanguka kwa asilimia kubwa sana. Yani leo hii inaonekana yani kijana ambaye mwenye tabia nzuri basi amepitwa na wakati, bali hata huweza akaambiwa na vijana wenziwe kwamba
yani unaonekana upo nyuma kimaendeleo, kwa sababu tu ameamua kushikana na tabia nzuri. Lakini laiti kama mashehe, kama viongozi, kama mababa majumbani wataweza kushikilia vizuri haya maadili ya hawa vijana wetu, basi tutakuwa sote pengine tunaonekana tumepitwa na wakati, na ndio inavyotakiwa. Bora uonekane unapitwa na wakati, lakini tabia zako ni nzuri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lengo kubwa la kuletwa kwake hapa kutimiza tabia nzuri, kueleza tabia ambayo inatakiwa ndani ya Uislamu. Akasema katika kauli yake mashuhuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Katika hadithi nyingine akasema bu'ithtu mualliman, nimetumwa. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana kwamba anafanya ile risala yake, imeletwa hapa duniani, imeletwa kwa umma huu kuja kukamilisha makarim al-akhlaq, kuja kutimiza hizi tabia njema. Kwa maana kama tabia njema ilikuwepo, kama tulivyoelezea kwamba mwanadamu anazaliwa katika fitra, maana yake ipo ile tabia, lakini je, tabia hii imebadilika nini? Wazazi wake, mujtamaa wake, je, unamuongoza vipi huyu kijana? Je, imempatia uhuru vipi? Tunadai leo hii demokratia, kama wanavyosema, wapewe uhuru vijana, hususan wanawake, kama tunavyoona leo waliaadhu billah mutabarrijatin. Tunawaona dada zetu wapo yani wamevaa, lakini kana kwamba hawajavaa, kwa sababu nguo zote zinawasifu. Mujtama ukiwa kama hivi, tukawa tunaiga takalidi za wenzetu, tukawa tunaiga zile asbab au tunaiga zile tamaduni za wenzetu, basi tujue kwamba tutakuwa ni wenye kukosa ile tamaduni yetu, lakini tutakuwa tumekosa ile tarbia yetu.